السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. نعم، katika darasa zilizotangulia tulieleza utangulizi kuhusiana na kitabu na vile vile tukasoma almasail al-arba'a. Kisha inshallah leo tutaanza almasailu al-thalath. Kwa hivyo kabla tujaanza masail al-thalath, dakika moja mbili tufanye kumbuke yale ambayo tumesoma, kisha tuendelee inshallah katika zile almasail al-thalath. Moja ni gani? Masail al-arba'a. Naam, wapi wale ambao walikuwa ya kwanza ni gani? Al-ula ma hiya? Al-ilm. Ahsant. Ya kwanza ni al-ilm, sah? Na al-ilm inamaanisha nini? Al-ilmu kuna vitu vitatu chini yake. Ma'rifatullah. Ahsant. Wa ma'rifatu nabiyyi. Naam. Wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Hizi tatu zote ziko chini ya nini? Zote ziko chini ya al-ilm. Kwa hivyo al-ilmu inamaanisha nini? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Hizi tatu ziko chini ya al-ilm. Ya pili al-amalu bihi, yani al-amalu bihadha al-ilm. Naam, kuifanyia kazi hiyo elimu. Naam, nyingine ad-da'watu ilayhi. Ahsant, barakallahu fik. الصبر على الأذى فيه. تلتاج أنواع الصبر. ما هي أنواع الصبر؟ نعم، يا كwanza الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. يا موجة يا مwisho الصبر على أقدار الله المؤلمة. Na tulisoma hizi vitu zote tatu, hizi zote nne ambazo tumesoma, dalili yake ilikuwa ni nini? والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. katika hii aya iko wapi dalili ya ilmu? Naam, ahsant, illa alladhina amanu. Kwa hivyo tumesema al-iman haiwezi patikana isipokuwa kupitia katika nini? Kupitia katika al-ilm. Ndio maana tukasema kuna katika hii ni ya kwanza amanu inamaanisha al-ilm, kwa sababu mtu kwanza anakuwa na elimu na ile kitu ambaye anaamini, ndio baadaye kisha awe ni mwenye kuamini. Sawa? Tayeb. Ya pili dalili yake iko wapi? Dalili ya amal wa amilu salihat, sio? Wa amilu as-salihat. Nyingine na da'wa wa tawasaw bil haqq. Ya mwisho ni watawasau bisabr. Ahsantum, barakallahu fikum. Kwa hivyo tunaenda katika masala ambayo ni almasailu athalath. Almasailu athalath, Sheikh anasema rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi almasail wal 'amalu bihinna. Inatakikana i'lam. Sheikh anasema i'lam maana yake, tulisema maana yake ni jua, na Sheikh anatanguliza mara nyingi anapokuambia i'lam inamaanisha jumla ambayo kwamba itakuja baada ya i'lam, inamaanisha kuna masala ambayo kuna mambo muhimu ambayo Sheikh atakuwa ni mwenye kueleza. Kwa hivyo anasema i'lam, jua, rahimakallah, Mungu akupatie rahma na akurehemu. Na hii tulizungumzia katika darasa iliyotangulia ya kuwa Sheikh katika upole wake na katika yeye kuhurumia Waislamu na wale wanafunzi ambao kwamba wanasoma vitabu vyake na wenye kusikiza vitabu kama hivi, daima yeye huombea dua. Na hii ni kuonyesha kuwa namna Sheikh alivyokuwa na rahma na ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na hasa tulabul ilm ambao kwamba wanasoma vitabu kama hivi. Anasema i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim,
yani inakuwa ni lazima kwa kila muislamu, yajibu ala kulli muslimin wa muslima, awe ni muislamu wa kiume ama ni wa kike, taallumu thalathi hadhihi almasail, mtu awe ni mwenye kujifunza masala haya, masala tatu, yani masala tatu hizi ambazo zitakuja. Zile za kwanza zilikuwa 4 na hizi ni 3. Wal amalu bihinna, anasema maana yake ukishajifunza inakuwa ni lazima wewe kuifanyia kazi, isiwe tu kuna ilmu na hakuna amal, kama vile ilivyotangulia mwanzo. Akasema rahimahullah, الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. يعني الله سبحانه وتعالى, hii ndio mas'alatul ula. Sheikh anasema anna Allah khalaqana wa razaqana, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ametuumba. Khalaqana wa razaqana, na akaturuzuku yeye Allah jalla wa ala. Walam yatrukna hamala, na hakutuacha tu hivi bila kutuamrisha wala kutukataza. Walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula, bal Allah subhanahu wa ta'ala ametutumia mitume. Faman ata'ahu dakhala aljanna, yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumfuata mtume alayhi salatu wassalam na kumtii mtume alayhi salatu wassalam, dakhala aljanna. Waman asahu dakhala an-nar, na yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumuasi mtume alayhi salatu wassalam atakuwa ni mwenye kuingia katika jahannam, na'udhu billahi min dhalik. Kisha Sheikh akataja aya, wadalilu qawluhu ta'ala, na hii kama tulivyosema Sheikh anapotaja mas'ala kisha anafatiliza na dalili. Akasema wadalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Idhan mas'ala ya kwanza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, na baada ya kutuumba hakutuacha tu hivi, bali ametuamrisha na akatukataza, yani tuwe ni wenye kumwabudu. Kama vile tulivyoanza mwanzo, malengo ya kuumbwa wa binadamu na majini ni kama alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akasema, yani katika maneno ambayo kwamba yanaenda sawa na kaulu Sheikh aliposema walam yatrukna hamala, anasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum, je muadhania ya kuwa annama khalaqnakum abatha, ya kuwa tumewaumba yani kwa mambo ya kipuzi bila kuamrisha wala kuwakataza. Na hii ndiyo hamalan, kama vile ilivyokuja katika aya nyingine, ayahsabul insanu an yutraka suda, yani kuachwa tu bila kuamrishwa wala kukatazwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka na jambo kama hili, ya kuwa aumbe watu na asiwe ni mwenye kuamrisha wala kuwakataza. Kwa sababu ya hiyo ndio akasema fata'ala Allahul malikul haq. Idhan Allah ametukuka na jambo kama hilo la kuumba watu na asiwe ni mwenye kuamrisha wala kuwakataza. Kwa sababu hiyo haitakuna hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwaumba hao wanadamu na kuwaamrisha na kuwakataza, alafu aone nani atakuwa ni mwenye kufanya matendo mazuri na nani atakuwa ni mwenye kuingia katika matendo mabaya, kama alivyosema tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amewaumba ili wapatie ibtila ni nani atakuwa ni mwenye kutenda matendo mazuri, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo hiyo ndio ya kwanza kabisa, na Sheikh ametaja hiyo, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, yani ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutumia mitume. Arsalna ilaykum rasulan shahidan, ya kuwa Allah ametutumia mitume
kama vile alivyotumia Firaun na wengine kabla ambao walikuwa kabla ya Firaun, wote wametumiwa mitume kwa sababu ya nini? Na ikawa ili waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama vile alivyosema rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Idhan ar-rusul kazi yao ni kufikisha, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hiyo ndio kazi ya maanbiya alayhimus salatu wassalam walikuwa wakifanya. Kwa hivyo yoyote ambaye kwamba ataitikia ile mwito ya maanbiya alayhimus salatu wassalam na akafanya yale ambaye kwamba wanaamrishwa, basi huyo ndio atakuwa amefuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote ambaye ataenda kinyume na hiyo, basi atakuwa kama hivyo vile Firaun alivyofanya. Ni kuwa Allah amesema ya kuwa amemtumia mitume, fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Yani ikawa Firaun ameadhibiwa kwa sababu ya kuasi mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi mashhur alipoambia masahaba, nyote mtakuwa ni wenye kuingia katika janna illa man aba, nyote mtaingia janna isipokuwa yule ambaye kwamba atakataa. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, na nani atakuwa ni mwenye kukataa kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Kwa hivyo mtu kuenda against na mitume, kwenda kinyume na mitume, hiyo ni sababu ya yeye kuingia katika jahannam, na'udhu billahi min dhalik. Na mtu kuingia katika taa na kufata maamrisho na kukaa mbali na makatazo, basi hiyo ndiyo sababu ya yeye kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo masala ya kwanza kwa ufupi. Naam. Kisha akasema baada dhalika, kwa hivyo mas'alatul ula ni anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. Hii ndio mas'alatul ula. Mas'alatu thaniya, anasema mas'alatu thaniya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa hivyo Sheikh anasema hii ndio masala ya pili, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi awe ni mwenye kushirikishwa na yoyote katika ibada, awe atakayekuwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka afanyiwe ibada peke yake bila kumshirikisha na chochote. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, si malaika, yani yule ambaye kwamba anaabudiwa kinyume na Allah ama anafanyiwa ushirikina pamoja na Allah, awe ni malaika ambaye yuko karibu sana na Allah, au iwe ni nabii ambaye kwamba ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwajua kwa nini Sheikh anatoa mfano wa malakun muqarrab wa nabiyyun mursal? Ni sababu ni kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala haridhi waja wake ambao kwamba wako karibu na yeye sana kama vile malaika na mitume, Allah haridhi ya kuwa hawa wawe partners na yeye katika ibada, wawe washirika na yeye katika ibada, itakuwa vipi maaulia, itakuwa vipi watu wengine wa kawaida? Kwa hivyo hii ni mimbabi aula ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na sawa awe ni wali awe yote ambaye kwamba atakuwa. Nafikiri tunaelewana. Kwa hivyo sababu ni kuwa ikiwa Allah haridhi ashirikishwe na malaika, na malaika ni waja wake ambao kwamba wako karibu naye Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hao malaika ambao kwamba wanamsikiza Allah subhanahu wa ta'ala wala hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Pamoja na hivyo Allah hataki kushirikishwa na hao malaika katika ibada. Hao maanbiya alayhimus salatu wassalam ambaye ni maasumun,
yani watu ambao kwamba wamehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawaingii katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewahifadhi. Pamoja na hivyo Allah hataki hawa wawe ni washirika wake katika ibada, bal ibada inatakikana iwe peke yake umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Akasema jalla wa ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Akasema jalla wa ala, wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Idhan hizi aya zote zinaonesha ya kuwa yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa'budu Allah, mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na chochote. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Yoyote ambaye kwamba atakufuru taghut, taghut ni chochote ambaye kwamba kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo khas na ahlul ilm wanaweka wa huwa radhin, yani ikiwa yuko radhi, kwa sababu ili na hii ni kutoa wale mfano kama Isa alayhi salatu wassalam ambaye kwamba anaabudiwa na yeye hayuko radhi. Kwa hivyo huwezi sema Isa alayhi salatu wassalam ni katika taghut, lakini ahlul ilm wanasema ni yoyote ambaye kwamba taghut ni chochote ambaye kwamba ama ni yoyote ambaye kwamba yuko radhi, anaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na yuko radhi. Kama hayuko radhi, kama vile labda ni malaika, kama ni salihin wanaabudiwa, kama ni anbiya wanaabudiwa, hawataingia katika lafdhi ya taghut. Kwa hivyo taghut ni chochote ambaye kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na yuko radhi na kuabudiwa hivyo. Kwa hivyo faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Na akasema mathalan katika kauluhu ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kwa hivyo katika hizi aya zote ziko na maana ya la ilaha illa Allah, ambaye kwamba maana ya la ilaha illa Allah iko na an-nafyu wal ithbat. Yani la ilaha illa Allah iko na nguzo mbili, iko na rukunu mbili. Rukunu ya kwanza ni an-nafi na ya pili ni al-ithbat. Kwa hivyo ukishika ya kuwa la ilaha illa Allah iko na rukunu mbili, iko na nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni an-nafi, kule kupinga la ilaha, na ya pili ni al-ithbat, kuthibitisha. Kama vile unasema, angalia hizi aya zote, wa'budullah, hii ni ithbat al-ibada lillah, wa'budullah wala tushriku bihi shay'a, hii ni nafyu al-ibada. Kwa hivyo unamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na chochote. Angalia Ibrahim alayhi salatu wassalam anavyosema, Allah anaeleza, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun, mimi niko mbali na yale ambayo mnayabudu. Kisha akasema nini? Khalas, akanyamaza hivyo, la innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Idhan athbata al-ibada lillah alladhi khalaqa, ambaye fatarani bimaana khalaqani, Allah ambaye ameniumba. Kwa hivyo ibada anathibitishia nani? Allah ambaye amemuumba. Faman yakfur bit-taghut, hii inakuja kama maana nafi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi aya ulama wanapozungumzia ya kuwa katika hii aya ama katika la ilaha illa Allah kuna an-nafi wal ithbat, jua ina aya nyingi ambayo kwamba ina hiyo maana. Kwa hivyo la ilaha illa Allah ina rukunu ngapi? Naam, la ilaha illa Allah iko na rukunu ngapi? Ina nguzo ngapi? Pillars ngapi? Mbili. Ya kwanza an-nafyu, sema an-nafyu, an-nafi. Ya pili al-ithbat. Ya pili ni nini? Al-ithbat. An-nafyu ni gani? La ilaha. An-nafyu ni gani? La ilaha. Na ithbat illa Allah. Sawa? La ilaha ni nafi na ithbat ni nini? La illa Allah ni ithbat. Sawa? Tayeb. Kwa hivyo hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika hizi ayat ambazo tumeeleza na Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah
la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na yoyote katika ibada. La malakun muqarrab, sio malaika ambaye yuko karibu sana na Allah, wala nabii ambaye kwamba ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Famin babi aula, yakuwa kama wengine ambao kwamba hawako katika martaba ama hawajafika katika kategori ya anbiya ama malaika alayhimus salatu wassalam. Kisha Sheikh akatoa aya dalili katika hii masala, wa anna almasajida lillah, yani misikiti, sehemu ya misikiti, wa anna almasajida lillah, misikiti ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, lillah peke yake. Idhan yani misikiti ni sehemu ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha. Akasema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, musimuabudu Allah na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote, fala tad'u. Kwa hivyo hii ni nafi, fala tad'u yani hii ni nahi. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza fala tad'u, musiwe ni wenye kumuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote. Na nakira fi siyaqi an-nahi au fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum kama inavyojulikana, kwa sababu la ikiwa Allah amekataza na ahadan ni nakira. Kwa hivyo hii katika ikikuja katika siyaq kama hizi inafaidisha umum kama inavyojulikana inda ahli al-ilmi. Kwa hivyo hii ndio masala ya pili. Masala ya kwanza tumemaliza, na masala ya pili pia ni hiyo. Kwa hivyo nafikiri tunaweza malizia masala ya tatu ili tuwe tumemaliza kabisa masala zote tatu zinafanana. Kisha akasema masala ya tatu ni kuwa anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasulahu ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. مسألة هي يتاتو ni kukamilisha masala ya zile masail ambayo imetangulia, kwa sababu mtu Allah subhanahu wa ta'ala ya masala ya kwanza ni kuwa ametuumba, khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, ya kuwa Allah ametuumba na akaturuzuku na hakutuacha tu bila kutuamrisha wala kutukataza, bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. Hiyo ndio ikawa ni masala ya kwanza. Masala ya pili ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na yoyote, la yarda an yushraka ma'ahu ahad, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kisha masala ya tatu ni kuwa anna man ata'a ar-rasul, yoyote ambaye kwamba atakuwa amefanya ta'atu ar-rasul wa wahhada Allah, yani ametimiza zile za kwanza, fala yajuzu lahu ba'da dhalik, la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasulahu, haitakikani apende wasiokuwa, yani watu ambao kwamba wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yuhadduna Allah wa rasulahu. Yani hii ni kama Allah subhanahu wa ta'ala na kikundi chake wako upande moja, na wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala man hadda Allah wa rasulahu wako kikundi kingine kando kabisa. Kwa hivyo huyu muislamu ambaye kwamba amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa na amemwamini mtume wake alayhi salatu wassalam, hatakikani ya kuwapenda katika moyo wake watu ambao kwamba wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao kwamba wako kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wanampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam. Na hii ni masala ambayo kwamba inajulikana mas'alatul wala wal bara, yani mas'alatul wala wal bara ama alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mas'alatul wala'i wal bara na ni mas'ala tawila. Kwa hivyo anasema man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasulahu. Muwalat yani mahabba
awe ni mwenye kuwapenda watu kama hawa wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaoenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, walau kana aqraba qaribin, hata kama huyu mtu atakuwa ni mtu wako wa karibu zaidi. Na hapa inatakikana kuelewa ya kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba tunaweza dhania ya kuwa huenda inaingia katika masala kama haya, labda na haingii. Mfano tu kama labda watu kufanya biashara labda na mtu asiyokuwa Muislamu. Kuna watu wakiona labda mtu anafanya na asiyokuwa Muislamu anafanya naye biashara, anasema huyu kwa hivyo anawapenda. Kwa nini anafanya naye biashara? Anawapenda, kwa hivyo huyu hajampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa man hadda Allah wa rasula. Kwa hivyo yeye ako against Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na masala haya sio hivyo. Masala ya mambo ya kidunia haingii katika masala haya. Masala ya kuuza na kununua, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akinunua kutoka kwa Mayahudi, bali alikufa wa dir'uhu marhunun 'inda al-yahudi. Kwa hivyo masala ya biashara na vitu kama hivi haina alaka na masala. Yani hapa ni kumpenda mtu kwa ajili ya dini yake. Mtu akawa anampenda, anamfanyia muwalat, wa yansuruhu min ajli dinihi, awe anampenda na anamnusuru kwa ajili ya dini yake. Hivyo nadhani nimeeleza hii masala kwa ufupi, kwa sababu masala ya alwala walbara ni katika masail ambayo kwamba ni masail asasia, ni masail ambayo ni muhimu, at same time ni kuwa ni masala ambazo kwamba ni kidogo inasumbua labda kuelewa watu wengine, ikawa ima mtu anaweza kufurisha mwenzake bila kujua misingi ya alwala walbara. Kwa hivyo akataja Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Yani hautawapata qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, watu wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, wanawapenda katika moyo wao, yani watu ambao kwamba man hadda Allah wa rasulahu, watu ambao wanaenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hata kama watu kama hao watakuwa walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum, paka mwisho wa aya. Kwa hivyo nafikiri kwa ufupi imeeleweka masail hizi tatu, na tutasimamia hapa. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah tutaanzia hapo tukikumbusha masala hizi tatu, alafu kisha tumalizie kisha tuanze mambo ambayo yanahusiana na ahamiyatu tauhid, ambaye ni qismu athalith katika risala ya usulu thalatha. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.